بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka 1445 katika silsila ya darasa za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tuendelea kuzungumzia hijra ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Madina baada ya bai'atul aqaba athaniya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa ruhusa masahaba kuanza kufanya hijra kuelekea Madina, na tulikuwa tutaja baadhi ya masahaba ambao walifanya hijra kuelekea Madina. Asema kuwa leo insha Allah tumzungumzia Salim maula Abi Hudhaifa radhiyallahu anhuma. Salim مولى أبي حذيفة هو سالم بن معقل، وكان من أهل فارس. سالم ambaye julikana kama Salim maula Abi Hudhaifa alikuwa ni katika watu wanaotoka sehemu za Iran, min Furs. وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم، وهو معدود في المهاجرين. huyu alikuwa ni mtumwa akaachwa huru. Alikuwa ni mbora miongoni mwa wabora wale watumwa walioachiliwa huru, bali ni mbora katika masahaba, bali ni katika masahaba wakubwa, na anahesabika katika muhajirin, kwa sababu Salim alikuwa ni mtumwa wa mke wa sahaba Abi Hudhaifa radhiyallahu anhu, akamwacha huru. Fatabannahu Abu Hudhaifa fanusiba ilayhi. Na wakati wa jahiliya, kabla ya Uislamu kuondoa hukumu hii, walikuwa wakifanya at-tabanni, adoption. Kwa akamchukua kama mtoto wake, akanasibishwa na yeye. Walidhalika udda min almuhajirin, wa kana ya ummu almuhajirin biquba. Na yeye ndio alikuwa imam wa muhajirin katika masjid Quba qabla maqdam ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-Madina, kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya hijra kwenda Madina. Rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihihi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، walipokuja wale waliotangulia katika muhajirun wa mwanzo sehemu inayojulikana kama al-Usba, iko Quba, qabla maqdami rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudhaifa, alikuwa imamu wao ni Salim maula Abi Hudhaifa. Pamoja na kuwa huyu bwana alikuwa asili yake ni mtumwa akaachwa huru, lakini yeye ndiye alikuwa imamu, akiwatangulia wale aliokuwa nao katika muhajirun.
kwa sababu gani? Asema Ibn Umar, wa kana aktharahum Qur'anan, yeye ndiye aliyekuwa amehifadhi zaidi Qur'an kuliko wale waliokuwa na wao. Na Salim maula Abi Hudhaifa alikuwa ni katika qurra'u sahaba, katika wale ambao walihifadhi Qur'an yote katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حقيقة الله سبحانه وتعالى huwanyanyua kupitia kitabu hiki watu na wengine akawashusha kwa hii Qur'an, akawanyanyua wale walioisoma wakaihifadhi na wakaifuata, na wale walioipa mgongo Qur'an na kutoisoma na kuiwacha akawashusha na kuangusha. Kwa huyu sahaba katika masahaba waliofanya hijra wa mwanzo, na hiki ndio kisa chake kama alivyotaja Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kuna baadhi ya ansar ambao walipata sifa mbili, ansariyun muhajirun, zote mbili wakapata fadhila mara mbili, kuwa wao ni katika ansar kisha wao kadhalika ni katika muhajirun. Kivipi? kana nafarun min al-ansar بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية. kulikuwa na kikundi katika ansar miongoni mwa wale waliompa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'atul aqaba ya pili. thumma raja'u ila al-Madina, kisha wakarudi zao Madina. falamma qadima awwal man hajara ila Quba kharaju ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimakkah hatta qadimu ma'a ashabihi fil hijra. Walipoanza kuja watu wa mwanzo kabisa katika masahaba waliofanya hijra, walipokuja Quba, na wao wakarudi zao Makka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakakusanyika pamoja na baadhi ya masahaba ambao wafanya hijra wakarudi na wao Madina. fahum muhajirun ansariyun, ikawa julikana kuwa ni muhajirun na ansariyun. Na hawa katika waliotajwa katika vitabu vya tarikh, Dhakwan ibn Abd Qais radhiyallahu anhu na Uqbah ibn Wahb والعباس بن عبادة وزياد بن لبيد. ama sahaba ni katika wale ambao wamebeba sifa mara mbili, wao ni muhajirun na fi nafsi alwaqt ni ansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati masahaba wafanya hijra, yeye alikuwa yuko Makka, mbakia pale pale, hakuondoka. Wa hakadha kaendelea, haikupita miezi miwili isipokuwa wengi katika Waislamu waliokuwa Makka walifanya hijra. Na kama tulivyotaja, hijra ilikuwa ikifanywa kwa siri, si kwa dhahiri. Tulieleza katika juma lililopita kuwa hata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alifanya hijra kwa siri, kinyume na ilivyo mashuhuri kuwa Umar alitangaza hijra yake. Lakini tukataja kuwa hiki kisa ni dhaifu, hakikuthubutu, hakikuthibiti, bali usawa ni kuwa Umar kama wengine hawezi kusimama kupigana na makuraish wote mtu mmoja. Kwa hivyo yeye pia alifanya hijra kwa siri. Katika miezi miwili lam yabqa bimakkah min almuslimina illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Ali radhiyallahu anhum. Katika kipindi cha miezi miwili hakubakia Makka isipokuwa
Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, au maftunun mahbus, au yule aliyeingizwa katika mitihani amefungwa na jamaa zake ili asiweze kufanya hijra, au maridhun, au mtu mgonjwa hawezi kufanya hijra, au dhaifun 'ala al-khuruj, au wale madhaifu ambao hawezi kutoka. Hao ndio walikuwa wamebakia Makka, lakini yoyote aliyekuwa na uwezo wa kutoka alikuwa akitoka. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. upande mwingine Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mara nyingi sana alikuwa akimuomba idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kufanya hijra kama vile zake alifanya hijra. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا, usifanye haraka, huenda Allah akakupa mwenzako uende naye. Lakini hakumwambia kuwa mimi nataka kwenda na wewe, mwambie usifanye haraka, huenda Allah akakupa mwenzako ukaenda naye. فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب. ikawa Abu Bakar atamani sana lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio atakuwa mwenzake katika hijra. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة الطويل, حديث إنه ليس هجرا ريف, فهاجر من هاجر قبل المدينة. عائشة قسم وكفن هجرة وليفن هجرة كويلكيا مدينة, ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. na wengi katika wale waliokuwa wamekwenda Habasha, Ethiopia, hijra, wakarudi wakaenda Madina. Wako waliobakia tulitaji wakaenda Madina. watajahaza Abu Bakr qibala al-Madina, Bakr as-Siddiq akajiandaa kwa ajili ya kutoka kuelekea Madina. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Abu Bakr as-Siddiq ala rislik, ay ala mahlik, subiri taratibu. fa inni arju an yu'dhana li, mimi natarajia nipewe ruhusa kuondoka. faqala Abu Bakr wa hal tarju dhalika bi abi anta, hivi watarajia hilo ya Rasulullah? qala na'am. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. hapa Abu Bakr as-Siddiq akajizuia nafsi yake kufanya hijra kumsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam apewe idhni ili wawe pamoja. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. Abu Bakr as-Siddiq akawa awalisha wale ngamia ambao watayarisha kwa ajili ya hijra, awashibisha vizuri kwa sababu waweze kuenda ile safari ndefu kwa miezi 4. amsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali kama hii, kabla ya kuja kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa idhni Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka, kuna tukio mashuhuri sana likatokea katika tarikh, ijtima'u Quraysh fi dar an-nadwati wa i'timaruha ala qatl an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Quraysh wakakusanyika katika nyumba ambayo walikuwa kusanyika kwa ajili ya mambo yao na kushauriana makubwa, inayojulikana kama darun nadwa, ndio sehemu ya bunge lao la batil pale. Kisha wakakubaliana kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعة أي أنصار
Quraysh walipoona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari sasa hivi ana watu wa kumnusuru na kumhifadhi, wa ashabun min ghairihim bighairi baladihim, na ana masahaba, ana wenzake ambao si katika wao wala si katika wao watu wa nchi ile wanaoishi wao au sehemu ile wanaoishi wao. ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين بذراريهم ونسائهم وأموالهم إليهم, wakaona masahaba wakifanya hijra, tena hawafanyi hijra wanaume tu, wao na wake zao na watoto wao waondoka kwenda zao kwa hao watu watakaomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. arafu annahum qad nazalu daran wa asabu minhum man'atan, wakajua Makuraish kuwa sasa hivi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepata sehemu ya kushukia na wana watu ambao watawalinda na kuwahami. لأن الأنصار قوم أهل حلقة وبأس, kwa sababu Ansar walikuwa wajulikana baina ya Waarabu kuwa ni watu wa silaha na vita. Tulitaja katika matukio ya nyuma kule Buath na namna Aus na Khazraj walivyopigana na kuuana. Asli yao ni ndugu, Aus na Khazraj ni ndugu, asli ya babu zao ni ndugu kwa baba na mama. Yakatokea makabila ya Aus na Khazraj, lakini watu wamoja. Mayahudi walikuwa sana wakitia fitna baina yao wakipigana. Kwa hiyo ilikuwa miaka mingi wameishi katika vita. Huku Makuraish waishi katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi akiwakumbusha, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Kwa hivyo wao walikuwa katika amani, hakuna vita Makkah, bali wakiheshimiwa na kila kabila la Waarabu, haswa wakijulikana kuwa hawa ndio wasimamizi wa msikiti wa Makkah. Allah akawajalia amani katika biashara zao, kwa ni watu hawajui vita. Na huo mfano ndio hapa mkaanza kucheka. Kuna watu mtu yuko mtaani kule wakati wake jahiliya, kila siku yeye vita tu, yeye piga kichwa na huyu, mpiga ngumi na huyu, huko hasikii. Kisha Allah aje amuongoze mtu kama huyo. Sasa zile nguvu zake alizokuwa nazo na ujuzi aje auelekeze katika usawa. Wewe yule mtu anayegotana na watu kila siku, wewe utakia nini kupigana naye? Hata kugota huwezi kupigana naye, sababu ya shughuli zake, yuko street huko yapigana tu. Alafu wewe waja ushashiba viazi vako vya rojo na nini, hata wewe utatandikwa wewe. Mwanzo ukisimama mtama chini mpaka jamaa tuoneana namna hii. Uliambiwa watafuta vita na watu huwawezi. Sasa wewe fikiria, Ansar miaka mingi sana wamerithi ile chuki ya kupigana wao kwa baba zao na babu zao. Yani ni jambo ambalo limeendelea kwa miaka mingi, watu wapigana, haipiti muda wapigana mpaka mwisho wakawa wamechoshwa, tuuana tu sisi kwa sisi. Na tulitaja kuwa katika Buath waliuawa wengi katika wakubwa wao, wengi. Na hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataja baadhi ya masahaba, au kama alivyotaja Aisha radhiallahu anha, kuwa siku ya Buath ilikuwa imeandaliwa na Allah kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu wengi katika wale wakubwa ambao lau kama da'wa ingefika Madina wangeikataa, walikufa. Sababu mara nyingi wale watu ambao ni mabosi, wale wakubwa makabila, hawakubali da'wa, ngumu sana kukubali. Kwa waliuawa wengi wale. Sasa ile generation iliyobakia ikawa ni sahali wao kukubali Uislamu. Kwa hawa Ansar walikuwa Makuraish wajua kuwa ni watu wa vita, lau kama wataamua kupigana vita na wao itakuwa ni hatari. Fasha'aru bi khuturati al-amr, wakajua hapa sasa hili jambo lishakuwa ni hatari. Wakhafu khuruj rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilayhim wa an yajma'a li harbihim,
wakaogopa makuraish asije mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akaenda Madina kwao. Akienda kwao ataweza kuwakusanya wale maansar na muhajirun waliokwenda, aweza kuwapiga wao vita. Fajtama'u fi dari nadwati, wakakusanyika katika nyumba inayojulikana kama daru nadwa. Aslan hiya daru Qusay bin Kilab التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها. ما قريش أصلي هي nyumba ya Qusay ibn Kilab, ambao wengi katika haya makabila makuraish wakutana huyu babu. Sasa pale ndio hawaamui amri mpaka wakutanie pale. Ndio maana nikasema bunge la batili hili ndio bunge lao pale wanapokutana kushauriana mambo makubwa yale wakitoa amri. Yatashawaruna fiha ma yasnauna fi amri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wakusanyika pale kushauriana tumfanye nini huyu bwana. وسمي ذلك اليوم الذي اتعدوا له يوم الزحمة. ile siku walikutana wakaita يوم الزحمة. Wakusanyika pale makabila yote wakakusanyika pale. وكان ذلك في يوم الخميس 26 من صفر. watu tarehe wataja mpaka tarehe yake ilikuwa ni mwezi wa Safar tarehe 26. Hii makuraish wakijua makhurafi wakijua wataifanya siku kupiga matwari. Bado wajiangalia vizuri wakaiona. Mtasikia kuna mpya intoka tarehe 26 na Safar ile. Walipanga wao, lakini Mtume sallallahu Allah akamuokoa kwa tusherekeeni, msishangae. Mtakuja kusikia miji khurafi ikitunga pia idi nyingine mpya. Na kila siku watutungia. Ramadhani simojua ishatoka ya Badr sasa. Naanza Mombasa. Siku ya vita vya Badr tarehe 17 Ramadhani washerehekea. Hii Ramadhani iliyopita imeanza polepole. Inaanza polepole msikiti fulani hapa. Kisha sasa hii imekuwa kubwa sasa. Sababu siku kutakuwa na iftari. Basi jamaa ukusanyika wakapiga matari mpaka mwezi wa Ramadhani. Hii pia wakijua usishangae. Allahu musta'an. Ilikuwa ni mwaka wa 14 min al-bi'tha wakikutana pale. Bimaana baada ya miezi mitatu kutoka bai'atul aqaba thani itokee miezi mitatu. ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل الرأي والعقل فيهم. wote walikuwa wakiwaona kuwa hawa ni watu wazima wenye akili wenye rai, waliitwa katika mkutano ule. Kwa hakubaki nyuma mtu. Wa kwanza Bani Makhzum atakuwa nani? Kuna watu walala hapa tuamshi. Wa kwanza kabisa atakayekuwa kiongozi wa huu mkutano atakuwa nani? Bila atakufikiria wewe watarajia atakuwa nani? Abu Jahali tu, hakuna mwingine. Maana yeye ndio akabira mujrimiha. Abu Jahli wa kwanza kabisa katika Bani Makhzum, Abu Jahl ibn Hisham, yeye ndiye aliyotangulia huyo. Yani subhanallah, kuna watu Allah amewapa akili lakini wakaitumia katika batil. Wewe angalia Abu Jahl, makuraish walikuwa wakimchukulia ni mtu ana hikma sana, lakini leo ajulikana kama Abu Jahl, ni jitu jinga. Kwa nini? Kwa sababu ile hikma Allah aliyompa hakuitumia katika kumwelekeza yeye kwenye haki, bali ameitumia katika kufanya upinzani mkubwa sana. Na katika kila jambo ovu utamkuta yeye ndio alikuwa mbele, atangulia mbele, yuko tayari katika kila jambo. Kwa hiyo yeye wa kwanza. Wa min Bani Abd Shams Utbatu wa Shaybatu ibn Rabi'a. Na hawa mwanzo Abu Jahl qutila la'anahu Allahu kafiran fi ghazwati Badr al-Kubra. Tutakuja kuzungumzia huko mbele. Huyu aliuawa katika vita vya Badr. Na hawa ndugu wawili pia qutila fi ghazwati Badr al-Kubra. Hawa ndugu wawili pia waliuawa katika vita vya Badr.
ومن بني نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي. طعيمة بن عدي قتل كافرا في غزوة بدر، هو pia aliuawa katika vita vya Badr. وأبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه. baadaye alisilimu Abu Sufyan ibn Harb. Tumetaja katika na Abu Sufyan katika Bani Abd Shams. katika Bani Nawfal ibn Abd Manaf tumetaja Tu'aimah ibn Adi wa Jubair ibn Mut'im. na Jubair ibn Mut'im aslama wa hasuna islamuhu radiyallahu anhu wa arda. baadaye alisilimu. na Jubair ibn Mut'im hadithi ile maarufu alipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, akasema ile aya iliposoma na Mtume kada qalbi an yatir baina jambayhi, ulikaribia moyo wangu kuruka kwa raha niliposikia maneno hayo akiyasoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio mwanzo hapo imani ikaanza kuingia katika moyo wake akasilimu. Al-Harith ibn Amir katika Bani Nawfal ibn Abd Manaf. Bani Abd ad-Dar an-Nadhr ibn al-Harith قتل كافرا في غزوة بدر، نهو pia aliuawa Nadhr ibn al-Harith katika vita vya Badr. ومن بني أسد بن عبد العزى أبو البختري ابن هشام قتل كافرا في غزوة بدر. وزمعة ابن الأسود pia huyu aliuawa katika vita. wengi katika hao sanadidul kufr, wengi wao waliuawa katika vita vya Badr, wengi sana. na huu ndio ulikuwa msiba mkubwa sana kwa Makuraishi, sababu wale watu ambao hawa wewe fikiria bunge zima hili karibu wote waliuawa katika vita vya Badr, isipokuwa wale tuliotaja walisilimu. Hakim ibn Hizam min Bani Asad. Hakim ibn Hizam aslama fi fath Makkah wa hasuna islamuhu radiyallahu anhu. Wa min Bani Sahm, subhanallah, yani fikiria mtu alikuwa katika kikao cha kupanga kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Allah ampe hidayah, ma arhamahu subhanahu wa ta'ala, arudi kuwa yeye ni katika watetezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bani Sahm Nubay wa Munabbih ibn al-Hajjaj, wawili qutila kafirain fi ghazwati Badr al-Kubra, pia waliuawa Nubay na Munabbih, ndugu wawili hao. Wa min Bani Jumah Umayyah ibn Khalaf قتل كافرا في غزوة بدر الكبرى. وغيرهم ممن لا يعد من قريش. watu wengine wengi sana wamekusanyika pale. falamma jaa al-yawm alladhi ta'adu lahu, ilipokuja ile siku ambao wameagana kukutana pale, i'taradhahum, wataja kisa, i'taradhahum iblis la'anahu Allah fi hay'ati shaykhin jalil alayhi battun, akaja Iblis katika sura ya mtu mzima amevaa nguo nzito. fawaqafa ala babi ad-dar falamma ra'awhu waqifan ala babi qalu man ash-shaykh, akasimama pale mlangoni, walipomwona akauliza nani huyu bwana, huyu mzee ni upi huyu? qala shaykhun min ahli najd, mimi bwana ni mtu mzima katika watu wa Najd. na huyu aliwaambia kuwa yeye ni katika watu wa Najd. Al-Imam As-Suhaili ataja sababu, wasema inma qala lahum inni min ahli Najd لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. Makuraish waliambizana watu wa Tihama wasiingie pale ndani, lakini watu wa Najd wakubaliwa. Kwa hiyo ndio maana akataja yeye katika watu wa Najd. Sema sami'a billadhi ita'adtum lahu, tayari mmesikia nyinyi mmeandaa nini kikao, kwa hivyo naona nije.
fahadhara ma'akum liyasma' ma taqulun, kwa hivyo mzee huyu amehudhuria na nyinyi ataka kusikia mtasema nini. Wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nushan, na huenda kwangu mimi msikose rai nzuri na nasaha. Qalu ajal fadkhul, awengia pia. Fadakhala ma'ahum la'anahu Allah. Na hili ni jambo la ajabu sana. Wajua watu wa batil wako kwa namna hii, yuradhi yeye aungane na mtu yoyote yule, ili mradi ile haki anayoipinga yeye yuko tayari kuwa na yeye. Angalieni sasa hivi mtakuta kuwa watu wa batil wote pamoja na kuwa wakhtalifiana baina yao, lakini wako tayari kuwa pamoja dhidi ya ahli sunna. Hili ni jambo ambalo ni katika mambo ya kijahilia yako mpaka leo. Na wewe tazama, hata hizbiyuna hapa Mombasa ukiangalia, zamani kidogo walikuwa na afadhali wapinga makhurafi, wapinga mambo ya bid'a hizi kwa kiasi wanachopinga. Sasa hivi wako na wao watu wa mihadhara katika misikiti yao, wakaribishwa, taaliki yafanywa na khurafi kuburi, halafu wakiambiwa hazungumza kwenye muhadhara, zungumza kuhusu akhlaq, yale mambo ambayo hakuna mtu atapinga, ambayo ni muhimu katika dini, lakini wakaacha ya muhimu zaidi. Huwezi kwenda kwa msikiti wa makhurafi ukaizungumzia tauhid ama ukazungumza bid'a pale ukasema hii ni bid'a msifanye, hii ni sunna fanyeni. Huwezi. Kwa hiyo imefikia wakati wameungana mpaka na wao. Mwanzo imeanza michango, kisha polepole ikaingia mpaka ikawa katika da'wa. Wako tayari watu wa batil kuungana na mtu yoyote. Hasa wewe angalia makureisha, mtu humjui anatoka wapi, sheikhun min ahli Najd, ndio nani wewe? Katika jambo ambalo ni la siri kubwa sana, wampangia yule mtu ambaye wamuogopea kuwa atakuwa ni sababu ya kuangamiza mambo yao mengi, kisha waingiza mtu yoyote tu, ingia bwana, yani ili mradi wewe si wampinga yule, njoo. Vipi wewe wapinga yule, njoo. Kwa hiyo wakakusanyana pale. Faqala ba'dhum li ba'd inna hadha ar-rajul ay ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad kana min amrihi ma qad ra'aytum, huyu bwana jambo lake mmeliona vile lilivyofikia. Fa inna wallahi ma na'manuhu 'ala al-wuthubi 'alayna fi man qad ittaba'ahu min ghayrina faajmi'u fihi ra'yan, wallahi sisi hatuna amani huyu bwana aweza kuturukia huko akatugeukia kwa kule alikokwenda kule katika wale waliomfuata ambao si katika sisi, basi tukusanye rai yetu iwe moja kuhusu huyu bwana. Fatashawaru, shaurianeni. Thumma qala qailun minhum wa huwa Abu Bukhtari ibn Hisham, asema ihbisuhu fil hadid, mfungeni, tumpige masilisili ya chuma, tumfunge bwana. Wa aghliqu alayhi baban, kisha mfungieni mlango huko. Thumma tarabbasu bihi ma asaba ashbahahu min ash-shu'ara alladhina kanu qablahu Zuhairan wan-Nabigha wa man madha minhum hatta yatiyahu al-maut, kisha mfungieni huko ndani, msubiri kimpate kilichowapata washairi kabla yake, kwa sababu yeye asema ni mshairi. Kina Zuhair ibn Abi Sulma na wengine usio walikufa, na upi atakufa tu. Kwa hiyo utasubiri paka afli mbali. Lakini kulikuwa na mzee bwana, wamemuingiza pale ndani, watoa ushauri, na una wakati unsonga sana, na haya maneno marefu kidogo, mkinipa ruhusa nitaendelea ama nisimame hapa. Faqala Sheikh an-Najdi, Iblis huyo, ukisikia Sheikh an-Najdi basi ni huyo Iblis alioingia pale, akamwambia la wallahi ma hadha lakum bi ra'yin, hii rai gani hii? Si rai. Wallahi la in habastumuhu kama taqulun la yakhrujanna amruhu min wara'i al-bab alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabihi, wallahi bwana mkimfunga habari zake zitafika kwa jamaa zake, kwa masahaba wake. Fala awshaku an yathibu alaykum, na mimi naambieni hawatoketi muda watakuja kuwavamieni.
fayantazi'uhu min aydikum, kisha watamchukua kwa nguvu huyo bwana. Thumma yukathirukum bihi hatta yaghlibukum ala amrikum, kisha watakusanyika kule, watakuwa wengi mpaka watawashindeni nyinyi katika jambo lenu. Ma hadha lakum bira'yin fanzuru fi ghayrihi, mimi nawapinga hii rai, hii sikubali, tafuteni rai nyingine. Thumma qala qailun minhum nukhrijuhu min bayni adhhurina, mwingine akasema si tumfukuze tu hapa Makka, tumtoe baina yetu. Fanamfihi min biladina فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب, akitoka hapa shauri yake bwana, atakako kwenda tujali sisi, kule atakako kwenda tujali, wala haithu waqa'a wataudu lana wahdatuna, kisha umoja wetu tarudi kama kawaida. Haina haja bwana ya nini, fukuzile mbali bwana, we leo kuanzia leo ondoka hapa Makka, si basi shauri yake. الشيخ النجدي لعنه الله لا والله هي pia msikubali. ما هذا لكم برأي, hii si rai nzuri. alam tarau husna hadithihi, ni kwani hamkuona maneno yake vile matamu, wa halawata mantiqihi, na utamu wa maneno yake, wa ghalabatahu ala qulubi ar-rijali bima yati bihi, maneno yake alikuja nao yashinda nyoyo za watu mpaka wamkubali. فوالله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب, والله mkifanya hivyo, yani nyinyi muaminisha huyu aweza kushukia katika mtaa wa Waarabu kule, thumma yasiru bihim ilaykum ba'da an yutabi'uhu hatta yata'akum bihim fi biladikum, kisha ataandaa jeshi huyu aje nao hao watu mpaka wakanyage hapa mlipo. Fayakhudha amrakum min aydikum, kisha achukue jambo lenu, yani bimaana awatawale hapa. Thumma yaf'alu bikum ma arada, afanye anachokitaka juu yenu hapa. Dabbiru fihi ra'yan ghayra hadha, hebu fikirieni vizuri bwana, tafuteni rai nyingine, hii si nzuri. Jamaa wasikiliza tu, wamjua nani? Hatumjui, lakini onyesha mzee ana hikma sana, azungumza maneno ya sawa, fuata. فقال كبير مجرمي مكة, كبير مجرمي مكة, yule mwovu mkubwa wao yule, bila shaka kila mtu yamtambua nani huyo, akitajwa tu yajulikana ni fulani. Abu Jahli mwenyewe, jinga jikubwa ile, ndio likaanza kuzungumza hapa. Abu Jahl ibn Hisham la'anahu Allah asema wallahi inna li fihi la ra'yan ma arakum waqa'tum alayhi ba'du, yalikuwa amenyamaza, asema mimi nina rai kuhusu huyu bwana, sijaona mtu akiitaja hiyo rai, sijaona mtu yote akitaja. Qalu ma huwa ya abul hakam, sikiza wanavyomuita, rai gani ewe abul hakam? Walikuwa wakimchukulia mtu na hikma sana. قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا wasitan fina, asema mimi naona tuchukue katika kila kabila kijana jalidan, mwenye nguvu, tena nasiban ay dhu hasab, aliyena nasaba katika makabila yetu ya Maka yanayojulikana, wale watu waheshimiwa wale, tena mtu ambaye baina yetu bimaana waheshimiwa wale makabila. Thumma nu'ti kulla fatan minhum sayfan sariman qati'an, kisha kila mmoja tumpe upanga wenye kukata, wenye kupata vizuri sana. Thumma ya'midu ilayhi, kisha waende wamkusudie nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadribuhu biha darbata rajulin wahidin, kisha wote wampige kama mtu mmoja, yani mob justice waita, sio siku hizi, wampige wote kwa pamoja, kila mmoja akate upande wake, akata mkono, akata kichwa, akata hivi, kata, lakini wote wafanyili jambo kama mtu mmoja. Fayaktuluhu fanastariha minhu, wamulie mbali, sisi tupumzike, wamuue. Fa innahum idha fa'alu dhalika tafarraqa damuhu fil qabaili jami'an, wakifanya hivyo ile damu yake itagawanyika kwa makabila yote ya Makka, kila mmoja atakuwa ana sehemu yake katika kumuua nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rai
فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا kisha bani abd manaf kabila yake mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kutupiga sote vita kabila moja litatupiga sisi sote faradhu minna bilaql wataridhia sisi tuwalipe dia tutawapa ngamia 100 basi kushamaliza sisi fa'aqalnahu lahum tena tutakusanyika sote kila mmoja atalipa ngamia 5 wewe 3 wewe 2 hata tena tutopata taabu si mtu mmoja atakayelipa sote tutalipa فقال الشيخ النجدي لعنه الله ابليس yuko pale akamsikia sahibi yake maana huyu sahibi yake kabisa wa karibu akamsikia akizungumza hivi akamwambia alqawlu ma qala ar-rajul muona hii rai hii ndio rai bora kabisa hadha ar-rai hii ndio rai yenyewe la ra'ya ghayra tena nawaambia hakuna rai nyingine ni hii tu wewe taamali haya maneno ya khabithi yani baada ya kuwa hii rai ameitoa hii huyo Abu Jahl hata shetani hana rai nyingine mbali na hiyo sielewa ya Abu Jahl ametoa rai hata Iblis hana rai nyingine baada hiyo kuna watu shekhe waovu mpaka yule shetani ashangaa hii hata mimi nilikuwa sina hii nitoka kwa Abu Jahl hii mimi hata sikufikiria hii sasa mpaka kusema hivi asema hadha la ra'ya ghayra hakuna rai nyingi hii ndio hiyo basi kwa hiyo ukisikia Abu Jahal alikuwa na rai mpaka Ibilisi amemshinda Ibilisi ankubali bwana kati ya tiki akasema hii hakuna nyingine yani bimaana yeye mwenyewe hajafikiria kitu kama hicho alifikiria nani hadha al-khabith akabira mujrimi hawa waliokaa hapa katika mkutano ووافق القوم على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع جماعة wote wakafikiana rai kwa pamoja ورجع القوم إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا kila mmoja karudi kwao lakini washakubaliana na haraka iwezekanavyo huu ushauri ufanyiwe kazi ushamaliza kupanga mtume sallallahu alaihi wasallam hana habari hajui kuhusu kikao lakini si kuna kitu chaitwa wahi ambao utateremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hilo utakuja kulieleza inshallah katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala kisha tuizungumzie hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam نكتفي بهذا القدر نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين